Asubuhi ya leo nataka kuwe na tumaini kwa Mungu. Tegemea Mungu, Mungu wetu yeye anaweza mambo yote. Yeye ni Mungu mwenye nguvu na ana mamlaka, ana uwezo wa kutenda mambo yale ambayo yanapita fahamu zetu. Nataka nisema kwamba kuna watu wa Mungu ambao wamemtegemea miaka zile za kale, mfano kama Daudi. Daudi anasema katika kitabu chake kwa Zaburi ya 44 mstari wake wa 5 inasema kwamba kwa nguvu za Mungu ataangusha watezi, na kwa jina la Mungu, kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kwa jina lake yeye Yesu Kristo, yeye atakanyaga wale ambao wanayompinga. Hii inamaanisha kwamba katika ufalme wa Daudi kuna watu ambao walikuwa wanampinga, lakini akachukua tegemeo, akachukua ngao, akachukua msaada, akajua kwamba msaada wake tu iko katika Mungu, na akasema ni kwa nguvu za Mungu ataangusha wale ambao wanayemtesa. Kuna watesi katika maisha yako, kuna watesi katika jamii yako, kuna watesi katika familia yako. Kuna baadhi ya watu ambao wanasimama kinyume na maisha yako na kuanza kukuteza. Hautawashinda katika mamlaka yeyote yale, bado tu utawashinda ni kwa sababu ya nguvu za Mungu. Ni kwa ajili ya nguvu za Mungu tunashinda. Kwa ajili ya nguvu za Mungu tutakanyaga watezi. Ninakutangazia neema mpya juu ya maisha yako. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Simama kama mwanaume, simama kama mwanamke, simama kama baba, simama kama mama, simama kama kijana, simama kama mzazi. Tetea jamii yako, tetea maisha yako. Simama ukiamini ya kwamba ni Mungu anayekupigania. Wewe kama mtumishi wa Mungu, nataka nikwambia kwamba asubuhi ya leo kuna mtetesi wetu ambao ni Mungu. Kuna msaada ambao unatoka kwa Mungu. Daudi anasema ni kwa nguvu tu za Mungu tutashinda. Ninakutangazia kwa nguvu za Mungu utashinda huu mwaka. Haleluya. Kuna baadhi ya vitu ni lazima utavishinda katika huu mwaka. Hautashinda ni kwa sababu ya uerefu wako au ujanja wako, hapana. Utashinda tu ni kwa sababu ya nguvu na msaada wa Mungu. Daudi anasema kwamba ni kwa nguvu za Mungu tu atashinda watezi. Ninanena asubuhi ya leo utashinda. Haleluya. Wacha vikwazo viinuke. Wacha vikwazo viinuke katika njia zote vile zinaweza kuja, lakini nataka nikuhakikishie ni kwa nguvu za Mungu utashinda. Kwa nguvu za Mungu utashinda. Mungu, kwa nguvu za Mungu. Pokea nguvu za Mungu. Pokea mamlaka ya Mungu. Pokea uwezo wa Mungu. Shinda. Tembea na ushinde. Enda na ufaulu. Enda na ukapokee hiyo hitaji ambayo unahitaji. Ninataka nikwambia kwamba utashinda. Kwa nguvu za Mungu utapona. Haleluya. Kwa nguvu za Mungu utashinda. Watesi wanaposimama kinyume na maisha yako, kinyume na biashara yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na watoto wako, na kuhakikishia asubuhi ya leo, vile Daudi alishinda, wewe utashinda katika jina la Yesu. Utashinda. Hakuna jambo lile ambalo haliwezekani mbele za Mungu. Mambo yote yanawezekana. Mungu anaweza kukuokoa mpaka ushangae. Asubuhi ya leo ninataka niseme tarehe 10 kama ya leo, Mungu atakupigania. Tarehe 11 inapoingia utaanza kutoa ushuhuda. Kuna masaa ambayo yako mbele yako, utaanza kuona wepesi katika maisha yako. Ni kwa sababu ni Mungu ambaye anakuokoa, ni Mungu anayekushindania, ni Mungu anayekupigania. Pokea hizo nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema in the mighty name of Jesus. Neema ya wokovu, neema ya mamlaka, neema ya kufaulu. Pokea hiyo neema ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Mahali penye uko, mahali popote, dakika hii ambao unanisikiliza, utashinda. 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 Daudi anasema ni kwa nguvu za Mungu tunashinda. Usiende kutafuta nguvu mahali popote. Tafuta nguvu kwa magoti. Tafuta nguvu kwa maombi. Tafuta nguvu kanisani. Tafuta nguvu za Roho Mtakatifu. Ruhusu Roho Mtakatifu awe active ndani ya maisha yako. Ruhusu Roho Mtakatifu aseme na wewe. Haleluya.
Mbona unalia? Mbona uache maisha yako? Mbona ukate tamaa? Mbona ufifie? Mbona ukiri na kinywa chako ya kwamba umeshindwa? Mbona usema ya kwamba umefika mwisho? Haleluya! Nataka nikwambie kuna tumaini. Kunaye Mungu ambaye anaanza ukurasa mpya. Ninaona ukurasa wako mpya umefunguliwa. Haleluya, my Lord. Pokea hizo nguvu za kusonga mbele. Naona ukurasa mpya ndani ya maisha yako. Unaanza mpya tena. Hautaendelea kukaa. Hautaendelea kusema kwamba umefika mwisho. Hautaendelea kusema kwamba nimeng'ang'ana sijafaulu. Naona mbingu ikifunguka kwa ajili ya maisha yako. Mpendwa, songa mbele. Kuna watu nyuma wanakutegemea. Kuna watu nyuma wanakuja ni kwa ajili yako. Watu watapona kwa ajili yako. Naona watu wanabarikiwa kwa ajili yako. Usikate tamaa, usififie. Songa mbele kwa nguvu za Roho Mtakatifu, utashinda. Utakanyaga wanaokupinga. Pokea nguvu za kukanyaga wanaokupinga katika jina la Yesu. Inua mkono wako ni kuombee mahali penye uko, na upokee huo muujiza wa kushinda. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, ninaombea msikilizaji wangu mahali ambapo alikuwa anang'ang'ana. Leo hii ninaondoa hiyo roho ya kung'ang'ana, roho ya vita, roho ya kupinga maisha yake. Vizuizi vile ambao vinasimama mbele yake na kumzuia, watesi ambao wamesimama katika maisha yake, magonjwa na maroho ambayo inasimama katika maisha yake, ninatangaza leo hii kuachilia maisha haya. Achilia maisha haya. Achilia maisha haya. Achilia maisha haya katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume na nguvu hiyo ambayo inakupinga. Huyo mtu ambaye anasimama kinyume na maisha yako, ninamtoa mbele yako katika jina la Yesu. Hiyo roho ambayo inasimama kinyume na maisha yako, ninaiondoa kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Naondoa kwa maisha yako kwa jina la Yesu, na kufungulia anga ukaende na ukafaulu, na kufungulia anga yako ukatembee chini ya mbingu ikiwa wasi katika jina la Yesu. Kuanzia leo, mwaka huu utamaliza vizuri, utakuwa na ushuhuda. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za kufanya kazi yako ya mikono. Hautakata tamaa katika jina la Yesu. Wateja wakaongezeke, neema na mafuta ikaongezeka kwa ajili ya kichwa chako, in the mighty name of Jesus. Ninatamka kibali mahali penye uko, mahali penye utakanyaga na penye utakaa. Pokea kibali katika jina la Yesu Kristo, kibali ya ushindi. Pokea ushindi, pokea ushindi in the name of Jesus Christ. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu mwenye uwezo. Asante Mungu kwa sababu ya kutendea huu msikilizaji wangu, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.